Tunachokiangalia hapa ni kweli kwamba AFCON kwa upande wa Tanzania yenyewe inatumika kama sehemu ya kutrigger, kuharakisha haya mambo ambayo tunayajadili sasa. Na hivi ninavyozungumza, katibu wetu tawala amepewa kwa muda usiopungua siku 2 ili kuhakikisha kwamba kamati hiyo inaenda kazini mara moja, na kwamba kamati hiyo sasa kwa mujibu wa duru za rejea watakaa sasa na kuweza kuplani vizuri kuhusiana na muda, kwa sababu tumeshawaambia kuhusiana na masuala haya kwamba yasichukue muda mrefu. Kwa sababu hapa tuna mambo makubwa mawili. Moja, tunazungumzia Mtanzania wa Dar es Salaam asipate shida kuhusiana na masuala kadhaa. Lakini mbili, tunazungumzia wawekezaji wa sekta ya usafirishaji na sekta ya bandari ili wote waweze pia kukuza biashara zao. Kwa lazima tubalance masuala hayo. Lakini AFCON na yenyewe tunaiangalia kama sehemu pia inayo trigger haya mabadiliko na maendeleo yote kwa kasi. Kwa tunapokwenda mbele tunaangalia AFCON, lakini tunaangalia mbele ya AFCON kwamba tuishie 2027, tunaangalia up to 2040, up to 20 somewhere around, ili angalau mambo yaweze kwenda vizuri. Kama mnavyoelewa ni kwamba mkakati wetu wa kwanza ni kupata mawazo ya kitaaluma kuhusiana na jambo hilo, na kama unavyoona leo kikao chetu ndio mkakati wetu wa kwanza. Lakini namba 2 ni kwamba kinachosababisha foleni, niweke clear hapa, sio kukua kwa bandari tu au kwa matumizi ya bandari tu, hapana. Leo mkiangalia Kariakoo iko upande huu tuliko, iko mjini. Maana Kariakoo kama sehemu, kama hub kubwa ya kiuchumi, na yenyewe pia ni sehemu inaweza kutrigger masuala ya foleni na vitu vingine. Kwa sio sababu moja, lakini sababu zinazidiana kwa ukubwa. Sasa mikakati yetu ya kwanza ndio hii ambayo tumesema tunajadili na kupata mawazo ya kitaaluma. Lakini namba 2 kwenye kamati yetu ambayo inakwenda kumalizia kazi ni kwamba zipo baadhi ya hoja ambazo sasa tunakwenda kujiridhisha kwa mara ya mwisho ili tuzitoe kama taarifa sasa kwa wana Dar es Salaam wote. Moja, tukizungumzia kuhusiana na kupanua kwa barabara, tuwe na majawabu sahihi kuhusu ni barabara gani itatanuliwa, kwa ukubwa gani, na ni kwa muda gani barabara hiyo itatanuliwa ili kuweza kumaliza tatizo la foleni. Lakini namba 2 nikisema kutakuwa na barabara ya bypass ambayo inaweza kusaidia pia uondoaji wa baadhi ya magari, tuwe very sure kwamba bypass hiyo itakuwa iko sehemu gani, inaweza kuwa kilomita ngapi, na inaweza kukamilika kwa muda gani. Lakini namba 3 tukisema malori yote yaanze kufanya kazi kuanzia saa 2 za usiku au saa 3 mpaka saa 11 asubuhi, ni jambo ambalo pia tunalizungumza, lakini ili iwe hoja ya msingi ya kuwapa Watanzania lazima tuidigest up to the end. Na ndio maana kwamba kamati hiyo sasa inakwenda kuangalia, tukisema malori yasiwe yanakuja kuanzia yaanze kuanzia saa 3. Je, watu wa Kibaha na Dar es Salaam mna eneo kubwa la parking kwa namna gani ili kuhold magari? Lakini 2, bandari mmejipangaje ili kuhakikisha kwamba huduma za kibandari zinahamia usiku? Kwa sababu kama bandari inamhudumia mtu wa lori, manake ni kwamba huduma zote zinazohusu lori kwa uamuzi huo inabidi bandari isimame ili ifanye kazi usiku. Sasa tumesema kwamba bandari lazima ifanye kazi saa 24. Kwa hiyo pamoja na kuna changamoto, lakini lazima pia tuangalie changamoto hizo tunazitatuaje. Kwa hiyo leo hii na mipango na mikakati ambayo tumekwisha ijadili yote kwa pamoja, sasa ili iwe hoja ya kukaa kwenye chombo cha habari ili Watanzania waweze kuipata, tumebakiza stage ndogo sana ya kudigest up to the end ili tuwe very sure beyond reasonable doubt. Asante sana ndugu zangu waandishi wa habari, mtafahamu kwamba actors ama players wa masuala ya foleni katika mji wetu wako wengi. Bandari nimezungumzia ni kama mmoja wapo, lakini mtu wa pili ni Mtanzania wa kawaida ambaye anakuwa na gari lake, anaendesha kwenye barabara, na foleni tayari inasababishwa. Tunasema kuna magari mengi hayamilikiwi na serikali tu, magari mengi yanamilikiwa na watu binafsi. Kuna pikipiki nyingi zinamilikiwa na watu binafsi, kuna bajaji nyingi zinamilikiwa na watu binafsi, kuna malori mengi yanamilikiwa na watu binafsi. Hizo zote ni fursa. Sasa tunapozungumzia namna gani tuondoe foleni katika mji wetu, kikao hiki kinafanya reference kwenye maoni ya watu mbalimbali. Hapa leo hawa ni wadau kadhaa wanaohusiana na masuala haya, lakini tunapokuja kuitoa sasa kama hoja ambayo ni ushauri wa namna gani tunaweza kuitoa foleni hiyo uliotolewa na wadau, sisi kama serikali tunakwenda kwenye utekelezaji.
Kwa hiyo kikao chetu hiki kinachukua hoja za wadau, na pamoja na yale ambayo Mheshimiwa Waziri aliyatangaza, wale nao ni wadau, wana hoja zao ambazo zimesaidia ili sisi tutoke pia na majawabu mazuri kuhusu namna sahihi ya kuweza kupunguza foleni. Kwa hiyo yale ambayo wadau wamebuni, ambayo Mheshimiwa Waziri aliyazungumza, yako integrated pia katika hii kamati kama sehemu ya terms of reference za kurifaa kwa kile ambacho wenzetu walizungumza. Kwa hatujakiigino, bado tunakichukua kama hoja za msingi kwa ajili ya kwenda mbele.